Nikiwa shule ya sekondari Kibaha, nikiwa form 1 katika ile walikuwa wanaita cube, tulikuwa tunakaa wawili. Na mmoja wa watu niliokuwa nakaa nao alikuwa ni kijana mmoja kutoka Mwanza, Msukuma. Alikuwa anaonekana ametokea kijijini sana kwa sababu hata Kiswahili pia kilikuwa kinamsumbua sana. Sasa ilipokuwa inafika wakati wa break, wakati wa kwenda kunywa chai, mara nyingi alikuwa haji kunywa chai. Na nikawa na observe kila siku alikuwa anavaa suruali moja, ile ambayo anaingia nayo darasani, akitoka anabadilisha tu ile shati la juu jeupe, anavaa t-shirt. Kwa hiyo baada kama wiki 2 wiki 3 nikaamua kumuuliza maswali. Nikamwambia, "Samahani sana, mbona tukienda kunywa chai wewe huji kunywa chai?" Akaniambia, "Hapana, mimi sipendi kunywa chai na kula tu chakula cha mchana." Nilipombana zaidi akaniambia ni kwa sababu hana pesa ya kununua maandazi. Kwa hiyo anaona ni bora kuliko anywe chai tupu, ni bora asije kabisa. Lakini baadaye nikamuuliza kuhusu na nguo pia. Akaja kuniambia kwamba yeye alikotokea alipewa suruali moja tu kwa sababu baba yake alikuwa hana uwezo wa kumnunulia suruali zaidi ya hiyo. Sikuwa mtu tajiri sana, lakini angalau maisha yangu niligundua ni bora sana kuliko ya kwake. Kwa hiyo nikapiga simu nyumbani, nikawaomba waniletee suruali ambazo nimezibakiza nyumbani na nikamletea kumpatia kama zawadi na mashati yangu. Na baadaye kila ambapo nilikuwa nikitumiwa pesa nyumbani kwa njia ya posta, nakumbuka nilikuwa nimeweka ahadi kwamba nusu ya pesa yangu ya matumizi nitampatia yeye. Baada ya miaka mingi sana nikiwa nimemsahau kabisa, akaja kunipigia simu, nafikiri kama miaka 5 iliyopita, akanipigia simu kunishukuru. Akaniambia, "Unanikumbuka?" Akajitambulisha, alivyosema tu jina nikamkumbuka kwa sababu hata lafudhi yake haijabadilika bado. Akaniambia, "Nimekupigia simu tu kukuambia jambo moja. Usingekuwa umenifanyia ulivyonifanyia na kunionyesha thamani katika maisha yangu, pengine leo ningekuwa nilishaacha shule na nimerudi kijijini kuchunga ng'ombe." Kuna kitu kikaja katika akili yangu kwamba kumbe hakuna mtu ambaye hana potential katika dunia hii. Kuna mtu ambaye leo unamdharau, unamuona kwamba hana future kwa sababu ya vile alivyo. Unamuona hana future kwa sababu hajasoma. Hana future kwa sababu pengine ametoka kwenye familia za kimaskini. Lakini kumbe kuna kitu kikubwa ndani yake ambacho dunia inakisubiri ili akidhihirishe na kila mtu apone kwenye kitu cha namna hiyo. Kwa nini nazungumza kuhusiana na malengo? Kwa sababu miaka michache iliyopita nilitake interest kuhusiana na watu waliofanikiwa kwenye maisha. Nikawa najiuliza, inakuwaje watu wanazaliwa kwenye familia moja, lakini baada ya muda wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi? Inakuwaje watu wanasoma kozi moja? Ukienda kwenye kila field, kuna watu wamefanikiwa na kuna watu wamefeli. Ukizungumza biashara, leo unaweza ukawa excited ukatuambia biashara ya kulima matikiti, lakini kuna mtu hataki kusikia biashara matikiti kwa sababu amewahi kupata hasara. Kwa hiyo kinachofanikisha sio kile tunachokifanya. Tunachofanikisha ni vile tulivyo. Kwa hiyo nikaamua kufanya utafiti wa watu mbalimbali duniani ambao wamefanikiwa katika sekta mbalimbali za maisha yao. Nikaangalia wafanya biashara, generation mbalimbali. Nikaangalia wanamuziki, nikaangalia wanamichezo, nikaangalia tofauti tofauti. Nikataka kujua kitu gani kinawafanikisha watu hawa na kinawatofautisha sana na watu wengine. Cha kwanza ambacho nikagundua ni kwamba tabia zao ziko tofauti kabisa na watu wa kawaida. Mtafiti mmoja anaitwa Tim Colley kule Marekani alifanya utafiti wa matajiri 328 na maskini 123. Akagundua tangu wanapoamka mpaka wanapokwenda kulala wanatofautiana tabia 300. Wengine hizo tabia zote hazipo. Lakini kingine nikachogundua ni kwamba wanafanya kazi idea zao. Kwa siku mtu anasema anawaza mawazo karibu 50,000 mpaka 70,000. Na takwimu zinaonyesha katika mawazo unawaza kwa mwaka mzima, ukitumia kuna mawazo 4 ambayo yana uwezo wa kubadilisha maisha yako kabisa katika mawazo ya Januari mpaka Disemba. Lakini wengi hatuyadharau, hatuweki malengo katika maisha yetu. Na kikubwa ambacho nikajifunza, ambacho nataka ni share na leo kwa undani, ni kwamba bila malengo maana yake ni kwamba hakuna unakoelekea kwenye maisha. Mtu mmoja alisema, "If you don't have goals, everywhere you are will look like it." Kuna watu mmekaa hapa leo, mna vitu vikubwa sana ndani yenu. Na mkiangalia pengine unatamani kuwa speaker. Unapoangalia speakers wengine wanasema, "Na mimi siku moja natamani niwe kama Eric. Siku moja natamani niwe kama Dr. Ringo." Lakini usichojua ni kwamba hicho kitu hakitajitokeza chenyewe mpaka umeweka malengo ya kuwa vile unavyotaka. Wishes will not take you anywhere. Only goals can take you where you want to be. So kuna watu wengi sana wana wish from January to December, wanaishi kwenye wish. Natamani ningefanya hivi, natamani ningefanya hivi. No. Hauwezi kuwa great kwa kutamani. Unakuwa great kwa kuweka goals. Na one of the people ambao napenda kumtumia kama mfano kwa sababu watu wengi wanamfahamu ni Arnold Schwarzenegger.
Wakati nasoma watu maarufu nilimsoma kuhusu Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ni Mu-Austria kwa utaifa wa kuzaliwa. Wazazi wake wakampeleka academy ya football. Alipofika kwenye academy ya football, wameenda kujenga misuli gym. Alipofika gym anasema aliponyanyua chuma akasema I fell in love with weightlifting rather than playing football with my feet. Akapiga simu nyumbani akasema mimi nataka kuwa mbeba vyuma. You can imagine mtoto wako anakuambia nataka kubeba vyuma. Wazazi wakasema no. Hatuwezi kumsomesha mtu anayetaka kuwa mbeba vyuma. Tunataka mtu ambaye atakuwa professional. Akasema no. Wakasema kama ni hivyo tunaku excommunicate, hatutakusalimia, hatutafanya wewe sio mtoto wetu. Wakamdeny. Yeye akasema no, I want to follow my dream. Akakaa chini, akaweka 4 goals in his life. Akiwa under 20 years old. Akaweka goal ya kwanza, by the age of 20 ninataka kuwa Mr. Olympia, mtu ambaye mbeba vyuma bora katika bara la Ulaya. Before sijafika 30 nataka kuwa millionaire in terms of dollars. Nikifika by the age of 40 nataka niwe the best action movie actor in Hollywood. Na kabla sijafa nataka kuwa mwanasiasa mkubwa katika nchi ya Amerika. Ni kama wewe leo hapo ulipo unakaa zako Mbagala Maji Matitu, utuambie kuna siku utakuwa senator wa nchi ya Marekani. Watu wangapi watakucheka? Jaribu tu kuposti kwenye Facebook au Instagram leo kwamba kuna siku nitamiliki hoteli New York, uone kwanza. Watakuuliza New York ya Manzese. People want to believe your dream and you don't have to wait for people to believe on your dream for you to start. Start and then they will believe that it can be done. So Arnold akaweka malengo yake. Alivyoweka malengo yake, it is true, amefikisha miaka 20 akawa Mr. Olympia. Akabeba lile taji kwa miaka 7 mfululizo. By the age of 33 akawa millionaire in terms of dollars. Amefikisha age of 40, the highest action movie actor Hollywood. Leo tunajua kila mtu kwamba Arnold alikuwa ni governor wa jimbo la California. Kabla hajafa malengo yake 4 yametimia. Why? Because goals becomes real when you follow them. Number 1, I want to let you know kwamba kuna 4 goals of your life which can transform your life. Na nazungumza also from my own experience kwamba zimenisaidia mimi katika maisha yangu. Cha kwanza, goal ya kwanza, make it your personal goal to discover your life purpose. Discover your life purpose. Watu wengi sana wanaishi bila kujua wao ni nani. Wanaishi bila kujua wanakwenda wapi. Wanaishi bila kujua wana uwezo wa kufanya jambo gani. Na the worst thing in the world right now ni kwamba education system inatushape wote tuwe kama inavyotaka, sio kama vile tulivyoumbwa. One of the challenge you can have in your life is to forsake your profession and start living your passion and your vision. Tuna vijana wengi leo wanaogopa kuishi vision zao kwa sababu wanasema nitaachaje profession yangu. Now I'm not advocating kwamba kila mtu aache kitu alichokisomea. Lakini basically what I'm doing now, I've not gone to formal school to learn about it. Leo nilikuwa natakiwa niwe daktari kwa sababu nilisoma PCB. Na kila mtu ananiambia, unawezaje kuwa mwanafunzi bora wa kitaifa afu kazi yako ni kuongea. I was born to do this and I will die doing this. So discover your life purpose. Hakuna mtu amezaliwa bila kitu. Hata kama usingeenda shule. In fact, wakati Mungu anaumba dunia, shule hazikuwepo. Kwa Mungu alijua kuna watu wanaweza wakasurvive bila shule, alijua. When he was creating you, hata kama hujapata nafasi ya kwenda shule, shule is important. But kama hujapata nafasi ya kwenda shule, I'm telling you, you can make it in life. You can run this world. You can become great. Just discover your purpose. Ukidiscover your purpose, people are attracted to your purpose. Watu wanafuata purpose ambayo Mungu amekuumbia. Kwa nini? Kwa sababu your purpose solves somebody's problem. If you don't live in your purpose, watu wengi wana regret. Few years ago, nilikutana na mtu ana miaka 62. Alisoma kitabu changu cha Timiza Malengo Yako. Page ya kwanza, first chapter nimeelezea ulikuja duniani kufanya nini. Haukuja duniani kuzurula. Kuna watu wanaamka asubuhi na mapema, anaenda kazini, anarudi jioni, anaenda kazini, anarudi jioni, mwaka unaisha, mwaka wa pili unaisha. Lakini ukimuuliza, where are you going? They can't give you an answer. Hawajui. Kuna watu wako katika vifungo. Hawafahamu wanataka nini duniani. Hawafahamu wanafanya nini. The first goal of your life is not to get PhD. It's good if you get PhD. It's not to get a degree. Train your kids
train yourself, my son, my daughter. I want you to discover why God created you. Kwa sababu Mungu alichokuumbia, you do it with passion, with ease, with success. The bird doesn't struggle to fly. Because it was created to that. Asema imagine, wewe umeumbwa uwe swala. Alafu unataka kuishi kama samaki. You don't need anybody to kill you. It will be a suicide. You'll commit suicide for yourself. Leo kimtoa samaki naambia watu kwenye maji ukamweka hapa ardhini, you don't have to pray for the fish to be killed. Unamweka tu pale anakufa. Some of you have got wonderful talents in your life. You have got power in you. Una purpose kubwa kwenye maisha yenu. Lakini you are created to become a fish. Lakini unajaribu kuishi kama pundamilia. So unasema, mimi sijui kwa nini mambo haendi. It's because you're in the wrong place. There are many people are dying with their potential because they're in the wrong place. So kwamba hawana kitu ndani yao. Kuna kitabu John Maxwell ameandika kinaitwa Talent is Never Enough. Unaweza ukawa na talent. Unaweza ukawa na kila kitu. But if you are wrongly misplaced, wrong placed, you are not going to get anywhere. Discover your life purpose. Goal number 1. Don't live with this life. Unakaa tu unaishi lakini you don't know where you're going. You won't make an impact. If you want to be a speaker, if you want to be a business person, what is my purpose? After all, God works best with you when you are in your purpose. Unaweza ukawa ni mwanasarakasi, unaweza kupinduka sarakasi mikono chini miguu juu, lakini hatujui kumkuta mwanasarakasi maarufu anafanya shopping Kariakoo mikono chini miguu juu, kwa sababu you have limitation. Mikono inaweza kufanya kazi ya mguu lakini kwa muda mfupi. So you can imitate other people but it won't last long. You won't get far. Goal number 1, discover your purpose. Goal number 2, maximize your potential. Having a purpose is one thing. Kuna watu wana talent lakini hawa sharpen talent zao. It won't happen easy. Tumeambiwa hapa na speakers wengine. How do you sharpen your talent? First, in practice. Practice. Kuna watu vijana tukifanya mentorship anakuja anasema, brother, nimesikia una program ina watu wengi, can you give me 5 minutes? Kwa nini anasema sina audience? Unaambia una marafiki wangapi Facebook? Na marafiki 3000. Nikamwambia nikikuletea watu 3000 unajua ni wengi kiasi gani? Talk to them first online, virtually, before you are given a physical audience. Use that opportunity. Luvanda ni my college mate. He knows where I started. Nilikuwa na passion ya kuwa public speaker, nikachukua simu siku moja nikarekodi. Natoka kwenye lecture moja kwenda bwenini. Nilivorekodi nikampelekea rafiki yangu. Tena sasa ni MD in one of the banks. Nikampelekea akasikiliza, sikumwambia hata kama ni mimi. Kwa sababu sikujua atasemaje. Nikamwambia msikilize huyu jamaa. Kama dakika 2-5 hivi. Akasikiliza akasema, huyu jamaa ni nani? Anatisha. Anaongea vizuri. Nikamwambia wewe unafikiri atakuwa nani mwingine? Si ndio mimi sasa huyo? So akaniambia no. This thing is good. Why can't you take it public? Nikamwambia nafanyaje? Akasema sasa irefushe. Kwa nikawa usiku wenzangu wakilala, wale mameti wangu wangewepa ngao na kusimulia. Walikuwa kila kumbe walikuwa wanasikiza mimi nilikuwa sijui. Wakilala saa 8 saa 9 naamka. Nimeandika speech yangu, nachukua simu na bonyeza sehemu ya kurekodi. Naanza kurekodi. Ikafika dakika 25. Baadaye ikafika mpaka karibu dakika 40. Nikampelekea. Tukakaa juu ya bwana akasikiza akasema this is good. Baadaye nikamsikisha Alvanda. Wakati alikuwa anatoka shuleni tukimaliza masomo anaenda kufanya part time Praise Power. Akaniambia no, you have to go to the studio to record this. Nikachukua, nikapeleka studio, nikafundishwa kupunch, ongea hapo weka msisitizo, rudia na nini, nikarekodiwa pale. For the first time. Baadaye nimerudisha mtu mmoja akasikiza akanipa offer akasema nita print CD 200. Tuwagawe watu wanapomaliza graduation. Watu wanapomaliza graduation akasema no, there's something you have to hear. Wakaweka. Watu waliposikia kila mtu nani na mimi hapo ndo nikaanza kumbe kuna kujulikana pia kwenye public speaking bwana. Watu wakaanza kunitafuta. That's how I started. Before I started public speaking. Public speakers wako hapa. Nilienda nikawatafuta wote. They will tell you akina Mauki, nikawaambia akina Luvanda, what has made you to become who you are? Nimetoka UN, nataka kuingia kwenye industry. What has made you to become who you are? Nimeenda kwa Eric, nikamuuliza. Wakaniambia, nika-compile notes zangu, nikatengeneza. And that is my point number 3. Create growth plan. Create growth plan. Hakuna kitu kinakuja overnight. Create your own growth plan. Kuna watu wanataka tu wa move faster. You know, the faster you go, I mean the impact of your fall becomes so big.
Na hapa nataka niseme neno moja very important. Mentors are very important for your life. Na hiyo culture ambayo tumeizoea wa Tanzania. Ukiambia watu waelewe, wanachukulia tu cheap. Brother Eric amesema watu wanachukulia kusema ni bure. Kuna sehemu nilienda kutrain jana. Wakati na train baada hapo yule accountant wakati ameona check yangu akasema you paid all this in 3 hours. Nilikuwa nimeongea for 3 hours. Nikamwambia unajua nimesoma masaa mangapi kuja kuongea 3 hours? You don't have an idea. Sikulala. Na sio new subject. Nimekuwa nikifundisha lakini I like to have fresh things. Nimelala karibu saa 9 najiandaa for that. Nikamwambia do you know how much I've paid the price? You don't know, right? So just give me what belongs to me. So create your growth plan. Growth plan, how do you create it? Angalia areas of your strength and then know your areas of weakness. Kwa mfano, if I just simply evaluate Brother Eric, one of his strengths is to tell stories. And as a speaker, you need to be able to do that. Like sio kila mmoja wetu anaweza kutell stories. So, what do? Learn about it. So in your growth plan, angalia zile skill ambazo ni important kwako wewe ili kuweza kufanikiwa. Kwa create your growth plan. Au uwe na goal kwamba mimi baada ya muda fulani nataka niwe nimefika hapa, nataka niwe nimefanya hivi. Utaanza kama amateur, lakini baadaye utakuwa professional, utaanza kwenye vyuo, baadaye utaenda corporate utakutafuta, but you have to create your own plan to get there. Number 4, be valuable. Jim Rohn alisema we are not paid because of the time we spend. We are paid because of the value we bring in the marketplace. Ndio maana wachezaji wote wanacheza dakika 90, lakini akina Ronaldo, akina Messi wanalipwa pesa nyingi kuliko wachezaji wengine. It is not because of the time. It's because of the value that you bring in the time that you spend. So decide to be valuable. Na hapa kuna mambo machache I want to emphasize. Whatever you are doing, your focus should not to become famous. Your focus is to make an impact. Now, young people, listen to me. Tuko kwenye wave ya kila mtu anataka kuwa celebrity. Tuko kwenye wave ya kila mtu anataka kuwa famous. Matokeo yake wanakosea kila siku and you feel sorry for them. Watu hata kutafuta wewe kwa sababu ni famous. No. There are people who are famous for the wrong reasons. Ndio maana ukutatu anafanya vitu ya ajabu kwa sababu anataka nijulikane. No. Your passion, your focus, your goal should not be to be known. Your goal is to impact lives of people. If you have the goal of impacting the lives of people, being famous is a product. You don't have to shout for it. Kuna watu mnatoka mtaa mmoja mnaenda kunyoa, saluni iko mbali na mtaa wetu. Na pale kuna saluni nzuri sana. Why? Because there's something we have identified in that place. Be relevant. Bring value in the marketplace. Bring value in what you're doing. If you bring value, people will know you are valuable. You don't have to shout for yourself. The other thing I want to say there, being valuable is all about contribution. It's not about position. It's about contribution. Sometimes people won't give you, position. Sometimes people will refuse to recognize you. Literally. Watakwambia wewe maneno tu hatukutaki hapa. But listen to me. People can deny you as a person, but they can't deny your impact. People can hate you as a person, but I'm telling you, your impact will force them to accept you. Ndimbo amesema hapa, nilikuwa nafundisha kwenye public speaking class. Nikawa naambia kuna siku nilialikwa with one of the big organization. Lakini kumbe yule director alikuwa haja kuniona. Yeye alisikia tu sifa, sio akasoma CV akasema tunamtaka huyo aje kuzungumza. Amemchukua director, amechukua na manager wake wote, ni management team. Nimefika pale, napiga simu, yeye yuko namuona, lakini kwa simjui pia, amevaa suti yake ni mnene kweli kweli. Sasa anasema, "Mbona hujafika muda?" Nikamwambia, "Mimi nimeshafika, uko wapi?" Akasema, "Mimi nipo." Nikamwambia, "Na mimi nipo hapa." Nikamwambia, "Ni wewe umevaa suti?" Akasema, "Eh, kwani uko wapi?" Nikamwambia, "Muone mtu anaongea mbele yako hapo." Anageuka anatafuta kwa sababu hakutegemea kama ni mimi. Nikafika akaniambia, "No. Sasa ndio wewe mwenyewe kabisa." Nikamwambia, "Yes, ndio mimi." Nilikuwa na vitabu vyangu. Akaniambia, "Sasa naomba CV yako." Nikamwambia, "Sasa hakuna sehemu ile print, labda usome tu nyuma kwa kitabu." Akasema, "Listen. Wala watu kule ndani hawatakupokea.
ngoja nikawaandae. I'm telling you the true story. Last year, not last year, this year January. Ngoja nikawaandae. Akachukua vitabu vyangu, akaniuliza baadhi ya maswali, akaenda akakaa 30 minutes ili awaandae watu ili mimi niweze kuzungumza nao. Na nilipokuwa nakwenda aliniambia neno hili. Akamwambia, hatuna cha kufanya kwa sababu tumeshakualika. So you can imagine as a speaker, how do you feel? But let me tell you, I wasn't discouraged. After all, it wasn't the first time. Nilipokwenda, I did at my best. And you know what happened? Alisimama mbele, akaniomba samahani mbele ya juniors wake. Akanambia, I'm very sorry kwa sababu nilikuandamine. Na akamwambia wale, whatever I've told you, mimi ndo nimekosea. He was the right person to talk to us. Therefore, nilisafiri of course kutoka Tabora. Akamwambia therefore, ile siku ambayo tulikuwa tujapatana baadhi ya vitu, kwa mfano accommodation, nikamwambia bado nyumbani. Akanambia hata kama ni nyumbani tutakulipia accommodation. Na ile ndege nilikuwa na safari nyingine, kuna watu wengine wananiita kwa walikuwa nilipia, akanambia nitakulipia na hiyo ndege na hiyo kuja nao nyingine, lakini pia andaa training nyingine kwa managers wangu. Si ndio mnataka? Watu mimi nikasema sawa. The power of impact. The power of value. Be a person of value. Kila wakati unaposimama mbele za watu as a speaker, make it a point in your heart. Have a goal in your heart to do something different, to have an impact in people. Lastly, plan number 5. Create your unique identity. Create your unique identity. One of the big mistakes you can make in life is to try to become like everyone. Kuna maspika unaoadmire. Hata mimi wapo naoadmire. Lakini one of the decisions I made in my life, I will have my own style. You see, wewe ukianza kuongea, afu mimi nikasema au anayekusikiliza akasema, huyu jamaa anaongea kama Joel, your value is gone. Sio sifa. Ukisikia unaimba, mtu akasema huyu anaimba kama mwanamuziki fulani, sio sifa. Manake you have lost your identity. Create your own identity. Let your name represent something. How do you get money? Ni pale watu wanapodiscuss, tunahitaji mtu akutufundisha malengo na plan, and your name comes first. That's how you make money. But if wakizungumza wasema, yule tunamjua lakini hatuelewaga anaongeaga nini, you have missed the opportunity. Ladies and gentlemen, God bless you so much and see you at the top.